Unaweza kuwa uko na hiyo roho ya uweza. Haleluya. Lakini hicho kibali kinaweza kaisha siku moja. Kama mfano hivi. Samsoni ameng'oa malango na akapanda nayo wapi? Alipanda nayo wapi? Haleluya. Zaburi 24. Zaburi 24. Soma mstari wa 3 nasema. Nani atakayepanda kwa mlima wa Bwana? Nani atakayepanda kwa mlima wa Bwana? Nani? Hiyo ni swali. Umefika? Wewe enda Zaburi. Zaburi iko ukitoka Ufunuo, enda mbele utaona. Kwa sauti mwanzo. Nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Nani atakayesimama katika patakatifu pake? Kwa hivyo Samsoni alipobeba ile, alipomua ile geti, akaenda kusimama wapi? Alisimama kwa mlima. Haleluya. Nataka kuonyesha kile kilimwangusha Samsoni. Samsoni amesimama kwenye mlima na kuna ule roho wa uweza. Unaweza kuwa ule roho wa uweza, lakini kuna mshale ukidungwa ile roho inapotea. Haleluya. Soma mstari ile. Waamuzi mstari ile. Hapo juu ya mlima kuna kitu Samsoni alifanya. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki. Samsoni yuko wapi? Amependa msichana akiwa kwa mlima. Alipenda msichana akiwa wapi msichana? Soma. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki. Alipenda msichana akiwa wapi? Wapi? Kwa hiyo kama anataka msichana kutoka kwa bonde, lazima atoke wapi? Ashuke wapi? Ashuke wapi? Kati hapo usiendelee. Kama mkuu wa Kristo Akafanya nini? Ametoka kwa mlima wa uweza, akashuka kwa bonde. Na nywele zikanyolewa. Haleluya. Nywele zikafanya nini? Lazima utunze kile ambacho kinakuja juu yako. Kile Mungu anaweka juu yako. Bakia kwa mlima. Zaburi 20 inaendelea. Bakia katika roho ya uweza. Ni nani? Mungu aliye na mikono